Naam, ni majira ya mchana mpendwa msikilizaji, tarehe 30 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kama kawaida natumai utakuwa salama usalimini. Nayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za mchana wa leo, ili tupate kukujuza yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini, hususan uko kwenye uwanja wa vita. Hii ni Amani TV Media. Na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhani. Mpendwa msikilizaji, mchana wa leo tutajielekeza uko Minembwe, Mikenge pamoja na Rugezi, tupate kukujuza ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa maeneo hayo. Lakini pia tutakujuza kuhusu ndege ya kivita inaonekana katika anga la Mwenga ikijielekeza moja kwa moja kwenye uwanja wa mapambano, kitu ambacho kinawaingiza raia wa maeneo hayo katika wasiwasi, huenda mapambano yakazuka kwa kasi kubwa maeneo hayo ya tarafani Mwenga. Mpendwa msikilizaji, nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati ili uendelee kuhabarika na kupata habari zetu, na kusihi kusubscribe channel hii, kukomenti, lakini pia kushare. Tuko hapa kukujuza yale yanayojiri sehemu mbalimbali kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media. Leo ni Jumapili. Nategemea wengi walikuwa makanisani, lakini huko kwenye uwanja wa vita hakuna jambo la kanisa wala jambo gani. Uko ni mtu kulinda maisha yake. Kwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, bila shaka natumai utakuwa salama usalimini, na mpo wengi mkiendelea kutusikiliza. Nasema shukrani kwenu ambao mnakuwa nasi katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari, na habari kutoka jimboni Kivu Kusini, huko kwenye milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Tombo na Mwenga, katika kijiji cha Rugezi ambacho kinapatikana karibu na mji wa Minembwe, ambako taarifa zinatufikia kutoka maeneo ya Rugezi karibu na Minembwe zinaeleza kuwa mapambano makali yamezuka tena katika maeneo hayo ya milima mirefu ya Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, makundi ya wanamgambo wa Ngomino Twirwaneho Red Tabara ambao wana uhusiano au washirika wa AFC M23 yameripotiwa kukabiliana na vikundi vya wazalendo vinavyoungwa mkono na jeshi la taifa FARDC. Katika upande wa wazalendo, kikundi cha FABB kinachoongozwa naye Luteni Generali Delfe Kaembe Ngoma Mzito kimeripotiwa kuwa katika mapigano ya moja kwa moja dhidi ya mashambulizi ya wapiganaji wa kundi la AFC M23 Ngomino Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Mashambulizi hayo yamedaiwa kuanza majira ya saa 1:45 asubuhi, yani kipindi ambacho watu walipokuwa wakijikusanya kusema kwamba waende kuweza kumshukuru Mungu. Mapambano yaliibuka ghafla, huku raia wakaanza kusambaratika baada ya kusikia milio mikali ya risasi ikirindima. Mapambano hayo yalianza katika kijiji cha Rugezi na kuelekea maeneo mengine kama vile katika kijiji cha Tibia, Ngoma na Rudabadaba, ambako mvutano na milio ya risasi inaripotiwa kuendelea kwa saa kadhaa. Msemaji wa kundi la FABB Strategy na Mubamba ameeleza kuwa milio ya risasi na mizinga midogo ilisikiwa mara ya kwanza katika vilima vinavyonukia Rugezi kabla ya mapigano hayo kusambaa hadi maeneo mengine ambako wakahaji wanapatikana. Wananchi waliokuwepo karibu na eneo hilo wamehamishwa na sauti nzito ya mashambulizi, na wengi wao wamelazimika kukimbilia maeneo salama, huku wengine wakibaki ndani ya nyumba zao wakisubiri hali iweze kutulia. Mashirika ya kiraia kutoka huko maeneo ya Fizi yameeleza kuwa bado haijajulikana idadi ya walioathirika wala kiwango cha uharibifu kutokana na ukosefu wa ufikaji wa uhakika katika eneo la mapambano. Kwa mujibu wa FABB, msemaji na Mubamba amesema kuwa majeshi wao wanachukua hatua za kujilinda na kuhakikisha usalama wa raia katika maeneo jirani. Hata hivyo, amesisitiza kuwa tathmini ya kina ya hali ya usalama bado inaendelea na taarifa zaidi zitatolewa mara tu zitakapopatikana. Hadi sasa hakujatolewa taarifa rasmi kutoka upande wa AFC M23 aidha kwa wazalendo baada ya mapambano hayo ili kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Eneo la Fizi limekuwa likikumbwa na mfululizo wa mvutano na makabiliano ya kijeshi
kwa miaka kadhaa, na hali ya leo inatajwa na wachambuzi kama ishara nyingine kwamba ukanda wa Kivu Kusini bado unahitaji juhudi za ziada za kurejesha amani na udhibiti wa kudumu. Wakaaji na viongozi wa eneo hilo wanatoa wito kwa pande zote kujizuia na kulinda maisha ya raia, huku mashirika ya haki za kibinadamu yakisisitiza umuhimu wa kufunguliwa mara moja kwa njia za kupitisha misaada ya dharura kwa waathirika iwepo hali itaendelea kuwa tete. Mapambano hayo yameleta wasiwasi pia katika mji wa Minembwe ambako ni ngome kubwa ya wahasi wa Ngomino Twirwaneho Reditabara wa shirika wa AFC M23. Wazalendo wana nia moja ya kusemea kwamba wanahitaji kuweza kukomboa maeneo hayo ambako wahasi wamekalia kwa muda mrefu sana, huku upande wa wahasi wa AFC M23 pia wakiwa na lengo ya kupanua maeneo yao ili kudhibiti maeneo mengine jirani. Yote haya yamejiri baada ya njia mbalimbali kufungwa kwa wahasi kuto kupata njia za kuweza kuitafutia chakula. Sasa pindi ambapo wanapotaka kutoka kwa ajili ya kutafuta chakula, ndipo wanakutana na mto mkali wa wazalendo maeneo ya vijiji jirani. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina ili tukuje kukuletea matokeo rasmi ya kile ambacho kimeendelea uko kwenye uwanja wa vita. Kwa sasa bado ni vigumu kwa sababu mapambano bado yanaendelea. Na katika taarifa hii fupi ya mchana wa leo, moja kwa moja ujielekeze pia uko Mwenga, ambako wananchi wa mji wa Mwenga katika jimbo la Kivu Kusini wameripotiwa kuwa katika hali ya wasiwasi mkubwa leo hii tarehe 30 Novemba mwaka wa 2025 kufuatia mjadala na tamruki iliyoibuka baada ya ndege ya kivita ya FARDC kuonekana ikizunguka katika anga ya eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo, ndege hiyo inaonekana kwa muda ikielekea upande wa maeneo yanayochukuliwa kama ngome za kivita za makundi ya wahasi wa AFC M23 katika milima ya karibu na mji wa Mwenga. Tendo hilo linawafanya raia wengi kuingiwa na hofu ya kutokea kwa operesheni kubwa ya kijeshi au mapigano makali katika masaa yatakayokuja. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi zinazotolewa na jeshi la FARDC wala mamlaka ya jimbo kuhusu madhumuni kamili ya harakati hizo za ndege. Vilevile hakuna mawasiliano ya moja kwa moja kutoka uwanja wa mapigano, hivyo hali halisi ya kinachoendelea katika eneo la operation bado haijafahamika. Ngali bien. Tunashukuru Mungu kwa sai. Hii sasa kwa sema peko sasa tena mimi naona Mirage inakuja. Sauti yao isiye kama mtesikia. Mirage hii atuweke kwa tafuta nini, mimi naingia Mwenga tena saa hii. Ile sauti mnasikia ni ya Mirage ile. Kama tena natapiga, kama natafaya tujuju nenda tena ngamba kule kote kwenye adui iko. Basi Mwenga njoko vile sai tuko hivi. Tungali kwanza bien kwa neema ya Mungu. Mirage ile napita. Napenda watu nobe. Wakaji wa Mwenga wanaendelea kukusanya taarifa kwa njia zisizo rasmi, huku wakitarajia kauli ya uthibitisho kutoka kwa viongozi wa kijeshi au uongozi wa wilaya. Wengi wao wanasema kuwa tukio la leo linaongeza hofu kutokana na mazingira ya ukosefu wa usalama ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika maeneo ya milimani ambako makundi yenye silaha yamekuwa yakifanya harakati zake maeneo hayo. Katika mji wenyewe shughuli nyingi zilipungua kwa muda mfupi, huku baadhi ya familia zilisalia manyumbani mwao kusikiliza taarifa za maendeleo yoyote mapya. Wengine wameripoti kushuhudia ongezeko la ulinzi katika baadhi ya barabara na maeneo ya kuingia mjini, jambo linaloashiria kuwa vyombo vya usalama vinachukua tahadhari ya zaidi kuweza kulinda mipaka dhidi ya wahasi wa AFC M23 ambao wanakisia kusonga mbele katika maeneo hayo. Kwa sasa raia wa Mwenga pamoja na wakaaji wa maeneo mengine jirani wanasubiri taarifa rasmi itakayobainisha ikiwa hatua hiyo ya anga ni sehemu ya operesheni pana ya kijeshi, uchunguzi wa kijasusi
au ni hatua ya kawaida ya doria ya ulinzi? Tuko hapa kuendelea kufuatilia yote yanayojiri maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili tupate kuja kukutaarifu. Lakini kwa sasa Mwenga Center na maeneo mengine mengi yanadhibitiwa na jeshi la taifa FARDC, wazalendo pamoja na majeshi kutoka Burundi, huku ulinzi ukiwa mkali sana wa kuweza kuwazuia wahasi wa M23 kusonga mbele. Wahasi wanapatikana upande mwingine, maana vilalo iliweza kuvunjwa na wazalendo kwa lengo la kuweza kuwazuia wahasi kusonga mbele kuingia katika maeneo ya Mwenga Center ambako kunapatikana raia wengi na ngome kubwa ya jeshi la taifa FARDC, lakini pia wazalendo wakiungana na wajeshi kutoka Burundi. Mpendwa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka uko kwenye uwanja wa vita, kama nilivyokuambia kwamba tuko hapa kukutaarifu, kukujuza yote yanayojiri sehemu mbalimbali. Lakini wakati mvutano endelea kuwa mkubwa sana mashariki mwa DRC kati ya wahasi na vikosi vya wazalendo wakiungana na jeshi la taifa FARDC, serikali ya Kinshasa na ile ya Rwanda inatarajia kwenda kukutana kule Umarekani chini ya Umarekani kwa ajili ya kuweka saini makubaliano ya kusitisha vita mashariki mwa DRC. Je, unafikiria kwamba hatua hii ya kwenda Marekani kumaliza mzozo wa DRC huku mashariki vita vinatapamba moto itakuwa njia mojawapo ya kuweza kufikisha vita hivi kikomo? Mpendwa msikilizaji, unaweza kutupatia maoni yako kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi, ukatuambia unapatikana wapi, lakini pia maoni yako ni yapi? Je, una mategemeo gani kuhusu mikataba hii, kuhusu saini hii ambayo rais ameshahaga tayari? Ataenda kuhudhuria mkutano wa kutafuta amani kati yake yeye na rais wa Rwanda Paul Kagame. Itakuwa ni tarehe 4 uko Washington chini ya uangalizi wa Umarekani. Utaangalia kwamba waliweza kufanya makubaliano ya kwanza ilikuwa tarehe 27 Juni, na sasa ni awamu ya pili ya kwenda kuweka saini kwa kuweza kukubali. Lakini rais alisema kwamba licha ya kwamba ataenda huko Qatar, huko Marekani, hakutakuwa uingiliaji, hakutakuwa brassage mixage katika serikali yake. Hivyo ni kitu ambacho ameahidia raia wa Kongo wasiwe na wasiwasi. Swala la kuchanga jeshi la Rwanda kutumika Kongo, hilo halitowezekana kiupande wake. Sasa ni kipi ambacho kinatarajiwa huko? Mazungumzo yamekuja tena baada tu ya rais wa Rwanda Paul Kagame kutamka hadharani ya kwamba yeye ndiye anayeongoza Bukavu, Goma pamoja na maeneo mengine ya Kavumu ambako wahasi wa M23 wanayadhibiti. Ni siku chache tu kauli hii imeweza kutoka, rais wa Rwanda akihutubia mbele ya vyombo vya habari huko Kigali akisema kwamba Rwanda akisema kwamba Bukavu, Goma ipo chini ya udhibiti wake, ipo kwenye mikono yake, na hivyo ikiwa serikali ya Kongo itahitaji kuweza kuchukua maeneo hayo, basi lazima waheshimu na wafuate masharti ambayo yapo hapo. Sasa ni masharti gani ambayo unafikiria yapo hapo ambayo Rwanda inahitaji? Kwa sasa ni kitu ambacho kimeleta mshangao mkubwa na maswali mengi kwa wananchi wa taifa la Kongo, wakijiuliza na inawezekanaje rais wa nchi jirani kuongoza nchi nyingine, kitu ambacho kinaendelea kujadiliwa tofauti na wananchi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku raia wengi wa mashariki wakiwa na wasiwasi kuhusu uongozi ambao unaelekea kwa sasa, kwa sababu taarifa zingine kutoka kwenye bunge katika harakati za kuweza kupanga bajeti ya mwaka wa 2026, jimbo ya Kivu Kusini na jimbo ya Kivu Kaskazini haikuweza kuhusishwa, kitu ambacho kimeleta hasira kubwa kwa wakongomani ambao wanapatikana katika majimbo hayo, ambao wanasema kwamba kwa sasa kwa nini wahusishe majimbo yote, sasa hizo jimbo mbili zikose kuhusishwa, wakati bado jimbo ni Kivu Kusini eneo kubwa na jimbo ya Kivu Kaskazini bado eneo kubwa inadhibitiwa na jeshi la taifa FARDC. Maswali bado yapo mengi kwa taifa la Kongo. Mpendwa msikilizaji, kati hayo yote tutayapata katika uchambuzi wetu wa habari zetu za hapo baadaye. Kwa hivyo nakusihi kuwa nasi ili uendelee kupata habari za ukweli, kwa sababu tuko hapa tukifuatilia hatua zote zinazoendelea katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Kwa nasi mwanzo mpaka tamati ili uendelee kupata taarifa zetu za kila saa na kila sekunde. Habari hizi unazipata moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa YouTube, ukiandika tu Amani TV Media, hapo utakuwa unajiunga nasi, lakini pia uko Shabunda unaweza kujiunga nasi kupitia Radio Mutula FM. Twende pamoja
na kutakia jioni njema. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa. Mwisho wa habari hizi ni mwanzo wa habari zingine hapo baadaye. Kwaheri.